Mnaanza kumzunguka. Malkia anawaambia vijana kazi nzuri. Ndio. Anawapa zawadi au hakuna? Anatupa zawadi. Kama nini? Au atuongeza nguvu au anatupa cheo cha kuongoza kile mtu na anaongoza uchawi wake. Anaongeza uchawi wake. Anawaongoza. Wewe uliwahi kuongezwa, kupewa cheo? Ndio niliwahi. Ukapewa cheo ukawa nani? Ukawa kufanya kazi gani? Ni hapa kwa nafanya kazi na wafundisha hali cheo changu kinakopo hakiniwezi mimi nguvu zangu kwa na nguvu kuliko wao. Kwa hiyo ulikuwa unafanya kazi gani wewe? Ulikuwa unaendesha au unafanya nini? Ulikuwa unafanya kazi gani sasa wewe? Mimi kwa nafanya kazi ya kuendesha au ananifuatilia nyuma. Tunaenda kwenye kikao pale, tunataja jina la mtu, tunaambia nendeni kamshughulikie. Tunaenda usiku, tunamfuata kule, tunaenda tunampakaza dawa, kesho asubuhi mtu anaumwa. Kwa hiyo unasema wewe ulikuwa unakaa nyuma wakati mwingine, nyuma kufanya nini? Nyuma ngapo nakaa mimi hapa nafanya kazi zangu za kichawi. Mwanangu mdogo akinikuta pale, anipiga naambia ingia ndani. Na mnapofika kule kwenye viwanja mnaanza kutaja majina ya watu? Ndio. Mnatajaje kwa mfano? Kwa nini mnayataja? Kwa sababu tunamchukia yule mtu, tunataka afe. Nataka afe. Ndio. Mkimaliza kutaja mnafanyaje? Tunamsindikiza kwanza Malkia, anaenda kwenye kambi yake. Malkia haruhusiwi kuguswa na mtu yeyote. Haruhusiwi kuguswa na mtu? Tunagusa ile meza yake tu, tunamnyanyua juu. Malkia anafananaje? Malkia yeye ni mweupe kuliko watu wote. Ni mwanaume mwanamke? Mwanamke. Ulisema wewe siku moja ulitaka kumjaribu Malkia? Ndio. Ulikamfanyaje? Malkia akaniangalia, akasema kijana hawezi kupigana na mimi, labda awe mkubwa ndio ataweza kupigana na mimi, lakini ataweza nitamuua. Wenzangu akanikataza. Ulitaka kupigana na yeye? Ndio. Wewe ulikuwa unapiganaje? Unafanyaje? Sasa tunapigana kwa uchawi. Kwa uchawi? Ndio. Na sasa hivi baada ya kumeokoka unapenda uchawi? Siupendi. Sasa kwa nini wachawi hawajaja kukuua? Si wangekuua? Ni hapa naombaga usiku, naomba Bwana Yesu, naomba unilinde na uniepushe na wachawi wote usiku wa leo, atakaponifuata waone moto. Na ulishawahi kuwaona wachawi ukiwa umeokoka? Ukawaona wanapita? Nisaye kuwaona. Siku moja alinifuata, wakanikazia macho, wakaniambia ipo siku yako ya kufa. Waukazia macho? Ndiyo. Nikasema mimi sina hofu, hata siku yangu ya kifa ikija mimi nitabakia kusonga mbele na Mungu. Nini maana ya kukazia macho? Wanapokukazia macho maana yake ni nini? Ili uogope au ufanyeje? Ili waogope, ili waende wakaombe msamaha na ufanye kazi zao. Mimi nikasema mimi sitaki, nitaendelea kukaa na Mungu aliyeniokoa. Sasa wewe baadaye ukiwa mtu mkubwa unataka ufanye kazi gani? Nataka niwe mchungaji. Unataka uwe mchungaji? Kwa hiyo wewe ukimwona mtu mchawi kwa mfano hapa, ukimwangalia machoni, unamjua? Mimi naweza kumjua kwa sababu hawezi kujificha. Uso wake una alama mbili, au ya chale au alama ya nyoka, lakini wanadamu hawezi hata kuiona. Ukikazia macho kabisa ndio utaiona, hata mchungaji anaiona. Ana alama mbili, ya kwanza chale, nyoka upo kwenye boti. Chale na nini? Na alama ya nyoka. Nyoka ameonekana anagonga mtu, ndio alama zake zile. Ile alama ikifutika ule mtu anakuwa ameshakufa. Hapo sijakusikia vizuri Geoffrey. Hebu ongea kwa sauti. Unajua unaongea polepole sana. Alama ya kwanza umesema ni? Alama ya kwanza, usiku pale unaambiwa njooni wachawi wote, mnachanjwa chale pale na mnachorwa alama ya nyoka. Atakayefuta anakufa, nyoka anaonekana pale anamgonga mtu. Kwa hiyo mnachorwa alama ya nyoka wapi? Usoni wapi? Tunachanjwa hapa. Kwenye uso? Ndio. Mnachanjwa chale alafu mnawekewa na alama ya nyoka? Ndio.
Ukiifuta alama ya nyoka unakufa. Kwa hiyo mchawi ana alama 2. Ndio. Nikikupitisha humu ndani humu nikatembea na wewe, ukimwona mchawi si unamjua? Sasa hivi siwezi hata kumuona kwa sababu macho yangu yameshaharibika, ile nguvu yao. Ile nguvu yako imeshaharibika. Ndio. Kwa hiyo unashindwa kuwaona. Ndio. Kwa nini wamekuharibia nguvu sasa? Sasa ukimwomba Yesu hawezi kukuonyesha? Anaweza. Hebu muombe sasa. Nataka nikupitishe humo ndani mkamate mtu mmoja mchawi. Tunakuja huko. Anataka kukimbia huyo. Mwangalia anayeondoka. Aha. Kwa hiyo wana alama 2. Chale ziko ngapi? Chale zipo 3, alama ya nyoka ipo 1 na kitonye. Chale 3 na alama ya nyoka 1. Ndio. Unasema kwamba wewe ulikuwa unaendesha ungo sana. Ndio, kuliko wenzangu. Ulikuwa unaendesha kuliko wenzako? Ndio, wenzangu pananionea mimi wivu. Pananionea wivu hadi kuniua. Walikuwa wanakuonea wivu? Ndio. Kwa nini wivu? Kwani ulikuwa unaendeshaje wewe? Niko naendesha kwa kasi kuliko wao. Unaendesha kwa kasi? Kwa kasi? Ndio, hata nikituma na Malikia na mletea hicho kitu mara moja tu. Mara moja? Kwa hiyo wakaanza kukuonea wivu? Ndio, akituma anaanza kwenda ngwao, unaenda pole pole mpaka anachelewa. Nakuta wenzao wote wameshaondoka kuanga, wao peke yao wamebaki. Ungekuwa unaongea kwa sauti kubwa kama ya kwangu ingekuwa raha kweli. Watu hawakusikii vizuri. Jamani, kama humsikii vizuri Geoffrey, mwamvuli juu. Unaona hawasikii vizuri wale. Unaweza kuongeza sauti kidogo? Ulisema kwamba kulikuwa na kioo cha wachawi cha kuangalia. Hebu tuelezee kioo kinakuaje? Kwa kioo cha wachawi unaweza kukikuta hata kwenye ungo wako na umwagia dawa au unga pale, alafu unga unauchanganya siji na nini, alafu pale unamuona pale mtu anatembea, anavoomba, anavolala. Lakini akivunja kile kioo, utaki kukaa nacho karibu kwa sababu kile kioo nacho kikurukia unakufa na wewe. Kwa hiyo mchawi anakuwa na kioo kuangalia watu. Ndio. Akikuangalia anakuona kama umeomba. Anakuona sana, lakini yeye wewe umuoni. Kumbe mwenzako anakuona usiku unavufanya, hata kama unapika yeye anakuona. Hata kama ukilala bila kuomba anakuona. Anakuona, ndio maana anakuambia nenda kwa mtu fulani, amelala leo bila hata kuomba, tumeshampata. Kwa hiyo anakuambia nenda kwa mtu fulani leo kalala bila kuomba. Ndio, anatutuma pale, tunaenda, tunafurahi pale, tunaanza kuruka, tunawashia moto. Tunaruka, baadaye tunafurahi pale, tunakunywa damu, tunapewa nyama, tunakula, tunaenda. Damu mnaitoa wapi? Damu kama mtu hata mchawi amekosea pale kufanya kazi yoyote, akisakufa tunamchinja pale, akisha damu yake satoka, tunaanza kula. Kwa hiyo mchawi akikosea mnamchinja? Ndio. Kukosea kama kufanya nini? Kosa gani? Kama hivi yeye ameenda mchana, wakati tunaenda usiku. Usiku atakapoenda kufanya kazi ile, tunamkamata usiku, tunamwambia leo umekosea, unaitwa na mkuu Malikia. Anasema mimi hata sijakosea. Kama hujakosea, angalia kwenye uungo, tunarudisha ile picha. Anajiona anavyofanya. Kwa hiyo amruhusiwi kuloga mchana? Haturuhusiwi, lakini wachawi wengine wanaloga. Wanaologa mchana wenyewe wanakuwa na uwezo gani? Wanaloga mchana, wanahitaji kumuua ule mtu haraka kabla hata usiku. Kama mtu anachuki naye sana, anahitajika hata kumuua mchana, anaenda. Kumbe kumuua mtu mchana kama ni mtu wa haraka haraka. Ndio. Mtu amekukosea sasa hivi, unaona kwamba huwezi kusubiri usiku, unamtokea hata mchana. Ndio, namtokea, alafu ule mtu anaanza kumuua pale pale. Unamuuaje? Unamkaba, unamfanyaje? Tumkabi. Tukisamua pale tunampakaza dawa usoni, alafu sisi pale tunamwacha, alafu tunaanza kumwangalia, anakufa pale pale.
au tunakanyaga chini, tunakanyaga hata mdoli. Kuna mdoli pale chini tunamweka, tunamkanyaga kichwa au mkono, yeye anakufa. Unamkata kichwa? Ule mdoli tunamkanyaga, ndiye anakufa. Ule pale tunamkanyaga, tunamkandamiza mpaka ule mdoli anabonyea naye msakufa. Tunamchukua, tunamweka nyuma ya mlango, tunaondoka sisi. Sasa hiyo kazi wewe ulikuwa wenzako mliokuwa mnafanya nao kazi bado wapo huko kwa kazini? Wapo na wananitafuta na nisubiria. Huko nyumbani mtu mangu wadogo hajaokoka, hata mangu wadogo hata mangu mkubwa hajaokoka, wote hawajaokoka kwa nyumbani. Ni wachawi? Ndio, wanatokea na wachawi usiku. Na siku moja niliwaambia, kabla hata sijaja huku niliwaambia, njooni kanisani mje kunisalimia. Na mtuma hadi babu yangu anaenda pale anawasalimia, anaambia njooni mkanisalimie, Jofu hawataki. Kwa hiyo wanakutafuta sasa hivi? Ndio, wananitafuta. Nikirudi kule Samisa yao watakuwa ni rahisi mno kunipata kwa sababu hata hawajaokoka. Sasa wewe huwaogopi? Mimi siwaogopi. Atakapokaribia nitaambia, wewe msinishike, mimi nishaokoka. Kazi hizo mimi sizifanyi tena. Lakini wanapenda uende ukafanye? Ndio, wanapenda, lakini sitafanya tena kwa sababu nishaamua kuwa na Mungu wangu, nisalizika kwa Mungu, nimeona upendo wa Mungu. Unaamua kuwa na Mungu wako. Hebu tuambie unavyoomba usiku. Unaombaje usiku wachawi wakija wanashindwa? Unaombaje? Hebu jaribu kuomba tusikie. Naomba hivi: Mungu, naomba usiku wa leo, naomba unilinde mimi mwanao usiku wa leo ninapolala. Ninawaponda wachawi wote atakaponisogelea. Wakija kunisogelea kwa sura ya ubaya, ninaagiza moto wa Mungu uwakie, waone malaika mbele yao, moto unawaka. Wakitaka kunisogelea na washindwe, wakitaka kunigusa wao unaungua. Ukiomba hivyo hawaji kabisa? Hawaji. Kesho asubuhi mimi naamka nimechoka pale, najinyoosha kuangalia sijafuatwa na mtu yeyote. Asubuhi naamka pale ndio kufanya kazi zangu. Unasoma siku hizi sasa? Ndio. Unasoma darasa la ngapi? La kwanza. La kwanza? Ndio. Shuleni kule huwaoni walimu wengine ambao ni wachawi? Shuleni nawaona, lakini kwa watoto wengine huko wanakorofisha. Wanafanyaje? Wananisumbua, saa nyingine mimi naandika zangu, wao wanaanza kunisumbua. Unawaona wanakuja? Ndio, watoto wengine shuleni wanaanza kuandika sababu ya kwanza wameshaanza kusinzia. Kwa hiyo hata kule shuleni kuna watoto wengine kama wewe nao ni wachawi? Ndio. Wengi au wachache? Wengi tu. Ukigombana naye anakukazia macho usiku, anakuambia utaona. Kama mimi siku moja mtoto mmoja alitokea usiku akanivimbisha shavu. Nilijitahidi kumwomba Mungu nikapona. Kutokea usiku akuvimbisha shavu? Ndio, niligombana naye siku moja. Uligombana naye shuleni? Ndio, mimi kupanaandika yeye akaanza sasa mara ufutie mara chukua kalamu yangu, mara anaanza kunifutia mwandiko wangu. Akamwambia, mimi sipendi tabia yako. Akaanza kunikazia macho usiku, anitokea kaanza kunimbisha chavu. Nikamuomba Mungu nikapona, na nikamfuata nikamwambia, wewe tena kunimbisha chavu hadi leo ajaribu kunigusa. Pigie Geoffrey makofi makubwa. Sasa Geoffrey, una mpango gani sasa na wachawi? Unawawazia nini wachawi? Mimi nawazia na... Hebu ongeza sauti kidogo Geoffrey. Mimi nawazia nao waokoke kama mimi. Kuokoka ndani mwa Yesu kuna raha, hakuna taabu. Unaona kuokoka kuna raha, hakuna taabu? Ndio. Na wachawi wanapokwenda kuloga wanakuwa wamevaa nini? Wamejifunga hapa, wamejifunga kiunoni mitandio mekundu, alafu kunyuma wameacha wazi. Nyuma wanakuwa wazi? Ndio. Kwa mbele wamevaa nini? Wamejifunika kwa mbele, nyuma upo wazi. Tukienda kule tukuta malaika wanachapa fimbo za matako. Yaani wanajifunika kwa mbele afu nyuma wako wazi? Ndio. Sasa wanachanganyikana wanaume na wanawake? Ndio.
Ndio, wanawake wanajifunika mwili mzima, lakini wanaachaga umu. Sasa sisi hapa ndo tunavaa hivyo, tunaacha nyuma wazi. Wanaume wote? Ndio. Sasa kule wewe ulikuwa mtoto kama huku au ulikuwa mtu mzima? Kule niko pananiita baba. Walikuwa wanakuita baba? Ndio. I see. Kule unaitwa baba? Ndio, lakini kwa pananiona mimi ni mkubwa wao kwa sababu kwa na nguvu kuliko wao. Wakitaka kunisogelea macho yangu yanawaka, wakitaka kunigusa wanaungua. Wanakuita baba sio kwa sababu ya umri wako, lakini kwa nguvu zako? Ndio, ananiogopa sana. Malikia naye ndo anasema muogopeni mtoto, ana nguvu kama za kwangu, lakini msijaribu kumgusa mtoto, msimuue huyo, kwa sababu miaka baadaye awe mfalme. Sasa niko katika nivishwe vazi la mfalme, lakini kajitahidi mpaka nimeokoka. Ulikuwa unataka kuvishwa vazi la ufalme afu baadaye ukaokoka? Ndio, mimi kashangaa sana. Nikasema, kwa nini mimi nisingevishwa vazi hili la kifalme? Nikaanza kujiuliza. Sasa mimi baadaye nikaanza kujiuliza, baadaye nikaokoka. Nikaona kumbe ufalme uko ndani ya Yesu. Kwa hiyo ukagundua ulipookoka kumbe ufalme uko kwa Yesu? Ndio. Sasa ungekuwa mfalme wa wachawi ungepata faida gani sasa? Nisingepata faida, ningelaaniwa vile vile na Mungu na dhambi zangu. Ungelaaniwa? Ndio, na dhambi zangu ambazo nazitenda. Kwani wachawi wamelaaniwa? Wamelaaniwa wote, wachawi wote. Lakini wanapofanya najua ndio wamebarikiwa, kumbe wamelaaniwa. Unajuaje wewe kwamba wamelaaniwa? Mimi najua sana. Mchana anapoenda usiku, anaenda kujiuliza mimi nitakufa au vipi. Anaanza kujibatiza au anasema nikifa nife salama, niende makaburini salama. Anaenda. Ndio maana unasema wamelaaniwa? Ndio, na kama tupo kwenye ungo usiku mtu mmoja upatupo sambamba sana. Sasa tupo sambamba wote tunaenda mwanzo tukafa. Sasa sisi tukaanza kumwamsha amki. Tukamwacha, ungo kaanza kumpeleka vibaya. Ungo kamwangusha akapasuka mgongo, na mfupa ukavunjika. Akaangua kwenye ungo? Ndio. Kumbe ungo unaangusha watu? Ndio, lakini usipoendelesha vizuri au kuangusha. Ukifanya makosa gani unaanguka? Ungo kama ukikosea ukiwaambia, "Bwana nenda mimi sasa kuchoka, bwana hebu nenda huko." Ungo unaanza kukasirika. Ungo unakasirika? Ndio, unaanza kupindua, lakini hata mwenyewe na ufanyaga hivyo, "Bwana nenda." Lakini inaanza kupigana na ungo juu kwa juu. Kumbe ungo unaweza kukasirika? Ndio, anapigana nao. Ungo ukibinua hivi, mimi napanda juu yako. Ukibinua hivi nakaa. Kwa hiyo wewe ungo ukikubinua hivi unakaa juu yake? Ndio, kupata si uogopi. Wewe unajua namna ya kutendea ungo hata kama umekasirika? Ndio, najua sana, lakini nazidi kukasirisha. Mpaka ungo unarudi kama licho, unasema, "Huyu hapa mbona huyu hapa anitumii vizuri? Bwana mimi sichoka kwenda naye, labda nipakize mtu mwingine." Mimi napewa ungo mwingine naenda. Kumbe ungo unaongea? Ndio, na mdomo kabisa na macho nakupeleka sana. Ukimwambia ungo nipeleka nyumba ile pale, unakupeleka unakushusha juu ya bati. Ungo una macho? Una macho, unakuona toki wa chini, wewe unaenda kuanga, ungo unamwacha juu. Kisa kuona umetoka, unaanza kuita ungo njoo, ungo natua. Unakuja pale na kuchukua, unasimama. Na sasa kwenye makanisa, kwenye watu waliookoka, mlikuwa mnakwenda na kwenyewe kuloga? Ndio, tunaenda siku moja tumjaribu mlokole mmoja, alituchoma na nguvu za Mungu, tuliungua sana. Akawachoma? Ndio, alituunguza na moto, alitusambezea moto hadi uko ngani kote. Ilikuwa ni wapi? Ilikuwepo kule, tulikwenda huko kuanga sehemu wapi kule, unaita sijui wapi, tukaenda kuanga Malamba. Tukaenda kuanga, kumbe kupona Malamba? Ndio, Malamba mawili panasoma kakaangu Hamisi, lakini ipo nimwacha huko wanasoma kule. Mlipokwenda kuanga alikuwa ana Yesu huyo bwana?
Ndiyo, tukamfuata kwa ile mbaya Ungo kaanza kwenda. Ungo akatuambia hapa kuna hatari, kwa hiyo msitue hapa, labda nikawashushe huko. Ungo ukawaambia hivyo? Ndiyo, katuambia, tukaanza Yaani Ungo unawaambia kwamba hapa kuna hatari msitue? Ndio natuambia, kwa sababu Ungo una macho hata ukijificha hata simizi unamuona. Ungo una macho hata uwajui anaona kitu chochote. Lakini si hapa tukatuambia wachungulie ndani kuna moto, kaona usibeni wapitishe sehemu zingine, kwa sababu hapa naona hapa kuna moto, kipita pa juu tutaungua. Tukapitishwa kule, sisi tukaenda, tukaambia Ungo tusubiri wewe hewani, sisi tunaenda. Wenzetu wakatukataza, "Nyie msiende. Kama nyie mtaki basi, kama mtaki zawadi basi." Tukaenda. Wenzangu wakasema, "Mchiungua huko msije kulalamika mbele za Malkia." Tukaungua, tukaanza kukimbia, tunarudi tunakimbia. Wenzetu wakaanza kutucheka, tukapanda juu yangu tukakimbia. Wenzetu nao wakabaki, wakaona mbwa wakali wanakuja wanawafuata, wakakimbia nao kwenye Ungo. Sasa wewe Jofu, kama ukipewa hela nyingi sana, ukakupa hela uende kwenye uchawi tena uwe mchawi, utakubali? Sitakubali, nitaambia niwe mkubaliani Yesu. Ametenda mambo makubwa, anafufua wafu, anarudisha misukule, kwa hiyo kubalieni, kaeni begani mwake, mtulie. Utawaambia hivyo? Ndiyo, nitaambia mimi sikubali, hata mdanganya ataka kitu chochote mimi sitakubali, kwa sababu umegusa pendo la vazi ya Yesu. Sasa unajua unaongea kwa sauti ndogo sana. Hebu ongea kwa sauti. Hawa watu wote unawapa ujumbe gani? Unawaambia nini kuhusu wachawi? Unawaambia wafanyeje? Hebu wape ujumbe hao, unawaambia nini? Nawaambia hivi, wasikubali kufanya kazi za wachawi, watalaaniwa, wataenda jehanamu. Wamkubali Yesu tu, hata wakipewa kitu chochote msikubali. Wachawi wanaweza kutaka kwa kitu chochote, kwa kinywaji, kwa kitu chochote cha chakula. Unapokula unaombea chakula ndio unakula, kwa sababu mchawi anapoungua anakuacha. Kwa hiyo unawashauri kwamba wakipewa kitu waombee? Ndiyo, kwa sababu watoto wengine hapa naona wakipewa kitu au anakula bila kuomba, ipo siku atakula hata jini ataanza kuwasumbua katika matumbo yao. Hata mimi siku moja nimeingia mtoto mmoja kule nyumbani kwetu, nikaanza kumsumbua. Ulimwekea mtoto mmoja? Nilimuingia miapa. Wewe ulimuingia mtoto? Ndiye, aliokota chakula embe tu, umeweka geuza kwa embe akala. Sasa alipokula, baadaye usiku tumbo likaanza kukoroga. Tumbo mara ya tumbo linaanza kuuma. Kwa asubuhi kafa. Kumbe unaweza kuweka jini kwenye chakula? Ndiyo, hata ukikuta nazi babarani, hata kwenye njia panda, hata babarani usiokote, hata nyanya usiokote. Hata nyanya? Ndiyo, ukiokota unaokota hata jini, hata peto ukikuta pale na ng'aa, wewe iache ondoka. Na ukiona labda pete au dhahabu au nini? Mimi siokote. Siku moja shuleni kwetu nikaona pete pale, nikaiacha nikaondoka zangu, mtoto mmoja kaiokota. Basi vizuri Geoffrey. Kwa hiyo lini utakuwa mchungaji sasa? Mpaka niwe mkubwa, nikisakuwa mbaba kidogo na mwili wangu kusakomaa, ndio nitakuwa mchungaji, kwa sababu ndio kazi ya Mungu, nitahubiri vizuri. Utahubiri vizuri injili ya Yesu? Ndiyo. Lakini sasa hivi yule mchungaji unayekaa naye aliniambia unaomba sana usiku. Ndiyo, naombaga sana. Saa nyingine naombaga chumbani, saa nyingine naombaga sebuleni. Ukiomba unasambaratisha shetani na kazi zake zote? Ndiyo, naharibu antena zao zote, TV zao zote naziharibu na mambo yao. Kwani wana TV? Wana TV, wana antena hata kwenye nyumba zao, hata kwenye nyumba yako umewewe usiku ule unakuja naweka antena pale alafu wanaondoka. Wanaweka antena? Ndiyo, usiku hata asubuhi wanakuona sana unapoamka, TV na inaonyesha kule. Wanakuja kuweka antena nyumbani kwako, halafu wanaondoka. Halafu wanakuwa wanakuangalia nyumbani kwako. Nyumbani kwao wanaanza kukuangalia kwenye TV yao. Wameleta antena? Ndio, wameseka antena kwa nyumba yako, asubuhi ndio wanakuangalia hivyo wanavyofanya. Mara umeamka umechoka, unaona nyumba yako kile siku au haipo vizuri. Mara unaota mandoto ya ajabu, kumbe kuna antena. Antena inafananaje? Ni kama nini? Antena ni lijoka hivi,
Ni joka? Ndio, lina macho. Joka ndio linakaa juu ya bata nyumba yako. Wewe umelala usiku tu ugundue kama lipo juu. Linakuwa juu ya nyumba? Ndio, linakuona hadi ndani huko. Sasa tutatumia joka, ndio natumia antena za kawaida. Sasa unapotaka kusambaratisha antena ndani ya nyumba unasambaratishaje? Hapa nalikata kwanza ile joka ambalo linanisumbua ni siku nikilala ambalo linaonyesha huko TV. Nakata ile mawasiliano ile antena, nalikata kichwa, alafu ndo nalala. Unaombaje? Kwa mfano, hebu jaribu kukata antena sasa hivi tusikilize, hebu jaribu tuone. Katika jina la Yesu nazikata antena zote ambazo weka juu ya nyumba yetu, nazikata antena zote, ninaziangamiza katika jina la Yesu, ninazisambaratisha katika jina la Yesu. Ninaagiza moto ukalepue lile joka ambayo linaangalia kule ndani kwetu. Ninasambaratisha kwa jina la Yesu. Ninayavunja, ninasambaratisha, ninayafyeka, ninayaweka mbali kwetu. Ninaagiza yarudi kama mtu ambaye yaliyatuma hilo joka, liende nyumbani kwake na lianze kumwangalia, sio kwetu, limrudie mwenyewe. Kwa jina la Yesu, amen. Ukimaliza kuomba hivyo inakwaje? Mimi nalala, sina hofu, nalala zangu. Huna hofu kabisa? Ndio. Hawezi wakaje? Wanaweza kuja, lakini mimi najifanya nimelala. Wakija watakuona wakiangalia kwenye ungo wao? Hawatakuona kwa sababu wanaona uchenga katika TV zao, kwa sababu TV zao wameshaziangamiza. Chenga kwenye TV zao wanaona chenga. Ndio, chenga, maana wanaanza kusumbua, nadhani antena huko imefanya nini, kumbe antena imesasambaratisha. Wanaanza kujiuliza antena imefanya nini? Ndio, baadaye wanaanza kuona nyumba yao inamulikwa. Na baadaye wanakufa hao, sisi hata hatufi. Ajali babani ambao wanaweka watakufa wenyewe, sisi hatutakufa. Watakufa wenyewe na familia zao, kwa sababu sisi wanatutega kwa njia zote. Mimi shuleni wananitega taka pikipiki siku moja kunapita. Mimi sasa mimi kwa pikipiki kaanza ikapita. Pikipiki kwa nyumba kanifuata hadi kule ambapo napita mimi. Siku moja sijui kimedondosha. Pikipiki kabla haijapita mimi kadondoka. Nikasema hapa hofu ya shetani. Nikaomba pale, afu baadaye zangu akaniambia hivi, wewe tembea vizuri. Nikaona pikipiki hazinifuati tena. Kwa hiyo kumbe wanaweza kufuata hata barabarani. Ndio, hata barabarani napita pale unaona gari inakuja bila hata breki. Inaanza kuyumba, wewe unalikuepa huko na kufuata huko. Unalikuepa huko na kufuata huko. Mpaka linahakikisha ya kugonga. Sasa unatakiwa ufanyeje? Hapa siku moja sasa pikipiki katika kunigonga, kaliambia kwa jina la Yesu ushindwa. Pikipiki likakwepa, likapita pembeni, kakimbia kwa mwendo mkali vuu. Alafu kwa anapita na ile pikipiki kwa ukilema. Ameshavunjika mkono, alafu kwa anaendesha pikipiki hiyo. Mimi nikasema hapa shetani ananitega hivi ila mimi nife, ni aende na kazi zake, aende huko kuzimu, aende kunitesa. Mimi sitateseka tena kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wewe sasa unaonaje ukifa ukiwa mtoto, kafa sasa hivi utafanyaje? Mimi hapa nataka kifa sasa hivi bado mtoto. Nitamshukuru Mungu, nitaenda mbinguni salama. Nitawaacha washetani na kazi zao zote. Washetani nao wataenda jehanamu yao, wataniaga jehanamu yao. Mimi kule mbinguni nitafurahi na malaika, nitafurahi, nitacheza, nitaruka, nitacheza na malaika, tutaimba, tutamsifu Mungu. Vizuri. Kwa hiyo mkifika kwenye uchawi mlikuwa mnacheza kwanza? Ndio, tunacheza, lakini kucheza mnacheza lakini mnapalulana kucha, Mnacheza afu mnapalulana. Mnapalulana? Kama nyama mnampalua mwenzako na makucha. Kwa nini unampalula? Kwa sababu siku mnacheza mnampalua mwenzako, asubuhi nakuta ana kidonda. Ukimuuliza, "Hapo umefanya nini?" Sema, "Hapa nimeumia." Kumbe amepaluliwa. Mnakuwa mnacheza huko unampalula mwenzako? Ndio, tunacheza hivyo, tutapaluana. Habari tunaambiwa msifanye hivyo. Hatusikii mpaka kuna kitu hivi mkuu anakuja anapuliza hicho kitu. Kinawavamia wote pale. Anachukua kiboksi chekundu anakipuliza, kinapasuka ile dawa ya mle ndani, inaanza kuwawasha sasa.
mnajikuna. Baadaye mnaambiwa niliwaambia msifanye hivyo hata msikii. Sasa nyinyi mtakufa sasa hivi, bwacheni nendeni kumkawange. Kwa hiyo wachawi hawana huruma sasa, eti hawana huruma kabisa, hata kuona kabisa, kuonea huruma. Hata mtoto anaweza hata kuchukua na kutafuna nyama hivyo hivyo mzima. Anakutafuna? Ndio. Wewe uliwahi kula nyama ya mtu? Ndio, siku moja sasa nikaambiwa hivi, mtafuna mtoto. Uliambiwa mtafune mtoto? Ndio, niliambiwa mtafune mtoto kabisa mzima na analia. Nikaambiwa mtafune huyo. Ukaambiwa mtafune mzima na analia? Ndio, mimi nikamwonea huruma, nikaenda hadi kumficha, siji semfra sijamuona. Nimeenda kumficha akili siri yangu mimi na wenzangu, ndio siri kwa tumeificha hiyo. Wachawi wote hata wajui, kwa sababu yule mtoto tumemficha. Sija atakuwa salama, sija atakuwa amekufa. Ulimficha wapi? Tulimficha kwenye pori juu ya mti, tulimfunika na kanga. Mkamfunika na kanga? Ndio. Mlikuwa mmeogopa kumla? Ndio, tunaogopa sababu tulimuonea huruma hapo. Tunataka tumrudishe kama mama yake. Lakini mtoto alikuwa wa wapi? Mtoto alitoka kama Morogoro. Mtoto mama yule asubuhi alienda sokoni na mwanae. Mwanae alimshika mkono. Mwanae alimwambia mama, niache nenda kukojoa. Mtoto anamfuata kule amuone. Anaanza kumtafuta, kumbe mtoto ameshachukuliwa. Ninyi wewe mkaambiwa mumle? Ndio, mzima vile vile. Mumle akiwa anaongea? Ndio, analia mtoto. Sasa mnang'ataje? Si nyama ni ngumu, haijapikwa? Ndio, meno yetu sasa hivi anakuwa ni makubwa kama simba. Meno yenu makubwa? Mnakula hivyo hivyo? Ndio, tunakula hivyo hivyo, au saa nyingine tunakula na kucha. Tunakata na kucha, tunakata kile nyama yake, afu baadaye tunagombania asiyopata, tunakaa pale. Wanaochinja wanapata kipande chao, nakula nao, nakaa pembeni nakula. Sisi hapa tunaambiwa gombanieni nyama hii hapa. Sasa kugombaniana, wengine wanapigana pale. Tunaanza kugombania nyama moja. Wengine wanakosa, wengine wanapata. Sawa Geoffrey. Basi tumpigie makofi makubwa Geoffrey. Kwa hiyo kumbe mchawi akitaka kutisha na kukodolea macho? Ndio, nakutisha. Hata unamwambia habari sasa hizi, anakukazia macho, sema nzuri. Anakuangalia mpaka unaishia safari yako. Ana kaza jicho mpaka unaishia. Na ukimkazia jicho na wewe unamkazia jicho? Mchawi hapa anaogopa. Anaogopa? Ndiye anaangalia chini. Ukimkazia jicho anaangalia chini? Ndio. Ukisipomkazia anazidi kuangalia. Basi sawa Geoffrey, sasa wewe umeokoka sasa, sawa Yesu anakupenda, utaki kurudi huko tena. Sasa kule ulikuwa unaitwa baba, huku utaitwaje sasa? Huko nitaitwa hivyo mtoto. Utaitwa mtoto? Ndio, kwa sababu mwili wangu sio baba. Lakini kule ulikuwa unaitwa baba? Ndio, kwa sababu kwa wananiogopa. Walikuwa wanakuogopa? Ndio. Nasikia siku ile ulipokuja kuokoka, wakati mchungaji anaomba, kioo chao kikapasuka. Ndio, kilipasuka kwa sababu bibi upananiangalia usiku. Bibi alinitokea, akanilaumu, akanipiga vibao mpaka nililia usiku ule. Nikasema bibi, sirudi tena kwenda. Mamangu wadogo sana ananiambia, bwana twende huko, nitakuchapa, hebu twende. Wananipakiza ndani ya gari, wanaanza kuishikia mikono, naenda. Mama yako mzazi yupo? Mamangu mzazi amekufa. Bibi ameniambia mimi nikamuue, mimi nikashindwa. Tukaenda watoto wenzangu kasema hivi, nyinyi msimuue mama, kama ndio kumuue basi muue baba. Akasema mama yako tunamhitaji sana. Nikamfuata pale, akaniambia twende, na mimi kaenda pale nikashughulika naye, tukaanza kumkalia, kumwanjia pale, tukaanza tunafurahi. Kwa mama yako mlimuua? Ndio. Mkamchukua msukule au mkamuua kabisa?
Msukule amefungwa kwenye mti tu. Nene na mdogo wangu amefungwa kwenye mti. Ndiyo. Wapi? Wapo makaburini, sijui wapi huko, nisasahau. Wapo kule wamefungwa kwenye miti, kwenye makaburi ambapo walipozikwa kule, lakini wapo. Siku moja wamehamishwa. Mamangu mdogo alisema hivi, siku moja kati anaenda kulima akawaona. Akaanza kupiga kelele, wachawi usiku akaja. Akaenda dika mganga, akasema usiku ndo tutaanza hiyo kazi. Usiku anaenda mkuta ndo anasafirishwa. Wakapelekwa kwenye ulimwengu wa roho. Sasa wewe wakati unamuua mama yako ukumwonea huruma? Sasa mimi kaambiwa hivi, usipomuua na upeleka kama Malkia ndo atajua cha kufanya, atakukata kichwa. Mimi kasema basi mimi nitaamua kufanya hivyo, lakini anzeni nyie. Wakaanza usiku. Akamkalia, mama akawa amechoka pale, mimi kaenda kale akamkalia. Tukaanza kumlisha dawa, tukamfanya farasi. Mkamfanya farasi? Ndiyo. Kwa hiyo mama yako sasa itabidi umrudishe sasa, umuite. Nimrudishe sasa, zangu pale atakuwepo. Akiona amerudi mamangu hata hajaokoka, watamchukua tena. Labda umrudishe alafu aokoke. Ndiyo, sasa mimi siku moja nilimrudisha. Pastor aliniambia usiku mama yako atatokea. Akatokea kweli, lakini mwenyewe nilikuwepo ni muoga. Niliambia mama yako akitokea usiku mshike mkono na mwambie kachina Yesu anza kukamata. Mimi alipokuja nikalala fofofu. Sikueta na wasiwasi, nikaogopa, nikamuogopa kwanza akataka kuja. Yaani anakuja tu najistukia yule pale anakuamsha. Wewe amka. Anakushika pale mguu. Mimi nimelala kwa naogopa. Kuamsha zangu hata sijawaamsha. Ukaogopa? Ndiyo. Kumbe ukimuita anakuja? Ndiyo anakuja, lakini usiku mimi namuogopa sana anapokuja. Anapokuja unamuogopa? Ndiyo. Lakini ulipomuita alikuja? Walikuja watu wawili. Joseph kupopo kule kichwani mwangu, mimi kupomelala hivi. Joseph kupopo kule kichwani kwangu, mama kaka kule miguuni kwangu. Ukawaona kabisa? Ndio, kwa naona zangu wamelala, mimi niliamsha siji na nini. Nikaona ikawa naogopa na mimi nikajificha, nikajifunika na shuka mwili mzima nikalala. Kwa nini ulikuwa unaogopa? Ulikuwa unaogopa nini? Nilikuwa naogopa kwa sababu mimi nilikuwa naogopa alipokuja. Yaani mimi nashtukia tu naenda kwa jiona fungua mlango na wakuta, nikakimbia haraka kulala. Pole sana Asante. Basi hebu omba. Unajua shetani sasa, kwa sababu umemwongea hivi, shetani anaweza kuja usiku na wachawi wa kutaka wakupige tena. Hebu omba sasa ujilinde na damu ya Yesu. Katika jina la Yesu najifunika damu ya Yesu usiku wa leo ninapolala. Najifunika damu ya Yesu njiani kote, ninapasambazia malaika. Malaika tukiondoka hapa kanisani, tukirudi nyumbani. Malaika tutangulie mbele nyuma, watuongoze katika njia salama. Malaika waanze kutulinda njia tutakapopita. Wachawi watakaposogelea, malaika naagiza wawachape fimbo na wasiweze kutusogelea. Wakitaka ajali zote za barabarani naziepusha kwa moto wa Mungu katika jina la Yesu. Malaika wachape fimbo wachawi watakaposogelea. Wachawi watakapofurahia wanune sasa katika jina la Yesu. Wachawi wanune. Basi asante Geoffrey. Tumpigie makofi Geoffrey. Pigie makofi makubwa Geoffrey. Wachawi wanune sasa. Amewaamuru wanune. Pokeeni Geoffrey bwana mchungaji mtarajiwa. Tumpigie makofi. Ndio siku hiyo niliyokuambia siku ile kwamba usifikiri mchawi lazima awe mtu mzima. Mchawi anaweza kuwa mtoto. Uchawi ni nini? Uchawi ni roho ya uchawi inakuwa inakaa ndani ya mtu. Ilo roho hiyo inamtoa mtu usiku, anakwenda kuzimu. Kuzimu ndio kwenye senta ya kupata nguvu za kichawi. Na sasa uchawi ndio umemiliki dunia, na kuzimu na mauti tunavisambaratisha leo katika jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu tunasambaratisha kuzimu na mauti kwa jina la Yesu. Tunasambaratisha mauti iliyopangwa kwa jina la Yesu. Mauti na kuzimu sambaa kwa jina la Yesu. Mauti iliyoandaliwa kwa jina la Yesu.
Mauti kwa njia ya ugonjwa, sambaa kwa jina la Yesu. Mauti kwa njia ya balaa, sambaa kwa jina la Yesu. Na sambalatisha mauti yote iliyoandaliwa na wachawi na waganga kwa damu ya mwanakondoo. Ninasambalatisha wakala wa mauti wote, magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, mashetani, majini, mizimu, tunawasambalatisha kwa jina la Yesu. Sitakufa mimi, bali nitaishi. Ninakataa kufa kwa ajali kwa jina la Yesu. Ninakataa kufa kwa magonjwa kwa jina la Yesu. Wachawi wote antena zao ninazisambalatisha kwa jina la Yesu. TV za kichawi ninazibomoa kwa jina la Yesu. Nasambalatisha television zote za kichawi kwa jina la Yesu. Nasambalatisha mauti iliyopangwa kwa jina la Yesu. Ewe mauti unayenisemesha na kufunga kwa jina la Yesu. Ewe mauti na kufunga kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, sambalatisha mauti, sambalatisha mauti kwa jina la Yesu. Hebu tusimame sasa. Hebu tusimame. Kama nilivyokuambia, mauti ni mtu. Mauti ni mtu. Sikia, inaweza kuelewa, ina utashi, ina akili. Uisambalatisha jina la Yesu. Mauti ni mtu, yaani ina sura ya mtu. Inaweza kuingia ndani ikamvaa mtu. Ukamwona mtu anatembea lakini ana mauti ndani yake. Narudia tena, mauti sio tukio. Tumesoma wenyewe kwamba mauti ikatupwa katika jehanamu ya moto. Tukio huwezi kulitupa jehanamu ya moto. Mauti ni mtu, ina utu, ina utu. Inaweza kupenda, inaweza kuchukia, inaweza kuitwa. Mauti ni mtu. Inaweza kuingia ndani ya nyumba akaharibikiwa. Hebu sema kwa jina la Yesu. Ewe mauti uliyepandwa kwenye familia yetu, na kuvunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema mauti na kuvunja kwa jina la Yesu. Sura yeyote ulionayo na kuvunja kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Mauti na kuzimu ninakusambalatisha kwa jina la Yesu. Kuanzia leo natangaza, sitakufa bali nitaishi. Sitakufa bali nitaishi. Naifunga mauti iliyotumwa kwenye familia yetu kwa jina la Yesu. Naifunga mauti kwa jina la Yesu. Ewe roho ya kifo na kuzimu na kufunga kwa jina la Yesu. Sasa ukiwa umesimama, usikilize maneno haya. Mauti inakuja kumchukua mtu. Inapomchukua mtu, kuzimu inampokea. Huyo mtu anaitwa amekufa. Mauti inakuja inafukuza uhai ndani ya mtu. Mauti siyo tukio, mauti ni roho. Unaweza kuiambia ondoka, ikaondoka. Unaweza ukaiambia toka, ikatoka. Ndiyo maana unapokuwa unalala usiku, umeona huyo mtoto mdogo anasoma la kwanza, anasema walikuwa wanakwenda kwenye nyumba za watu, wanaua watu.
anajiona ni mtu mkubwa, ni mtu mzima, kwa sababu mauti sio tukio. Mauti ni roho yenye uwezo wa kusikia, yenye uwezo wa kuelewa. Na hizo ndizo nguzo ambazo shetani anatumia kuziangamiza dunia. Nguzo mbili, mauti na kuzimu. Ukizisambaratisha, mauti haina nguvu juu yako. Hebu sema, kwa jina la Yesu ninasambaratisha mauti na kuzimu kwa jina la Yesu. Kuzimu hutanipokea mimi, hutanipokea mimi, hutanipokea mimi, hutanipokea mimi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na kusambaratisha, na kusambaratisha, na kusambaratisha kwa jina la Yesu, na kusambaratisha kwa jina la Yesu. Samba, samba, sambaza moto kila mahali, sambaza moto kila mahali. Moto, na sambaza moto kutokea chini ya ardhi, na sambaza moto kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Na sambaza moto, na sambaza moto, na sambaza moto kwa damu ya mwana kondoo. Na sambaza moto, mauti na kuzimu, mauti na kuzimu. Na sambaza moto, hautanichukua mimi, hautanichukua mimi. Na kuteketeza, na kuangamiza, na kuharibu, na kuvunja kwa jina la Yesu. Shatoko sakapa peria masoko shapa, peria masoko shapa, peria masoko sha. Samba, sambaratika kwa jina la Yesu. Mauti na kuzimu, mauti na kuzimu. Nakataa kufa, nakataa kufa kwa jina